Maarifa siku zote yana nguvu ya kumbadilisha yule anayepokea yale maarifa awe kama yale maarifa. Mwaka 89 niliingia chuo kikuu cha Dar es Salaam nikiwa na ufaulu mzuri wa fizikia, kemia na hesabu. Kwa miaka 4 naingia darasani najifunza maandiko ya uhandisi madawa na usindikaji bidhaa. Baada ya miaka 4 nikawa mhandisi madawa na usindikaji bidhaa. Ila sisi tunataka kuwa wana wa Mungu bila maarifa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu funga mkanda niseme kitu kizito kidogo. Yohana 1:12. Wote waliompokea hakuwafanya wana wa Mungu, aliwapa uwezo wa kufanyika. Sio kila aliyeokoka ni mwana. Kila aliyeokoka ni mtoto, lakini sio kila mmoja aliyeokoka ni mwana. Wanapewa uwezo wa kufanyika wana. Mtoto anazaliwa anaokoka, lakini wana wanatolewa. Unto us a child is born, a son is given. Nasikia ukishabadilishwa namna unavyofikiri, uhitaji kujitahidi kubadilisha tabia. Badilisha tu namna unavyofikiri, itabadilisha tabia ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote unachokifanya kwa siku 21 mfululizo bila kuacha, muda ule ule na kwa time span ile ile kila siku, kinageuka kinakuwa tabia. Na chochote unachorudia kukifanya kwa masaa 10,000 unakuja unakuwa master wa hicho kitu. Tunachopungukiwa katika mwili wa Kristo, tunapungukiwa kujifunza. Paulo hasemi kwamba sivyo mlivyohubiriwa Kristo, alisema sivyo mlivyojifunza Kristo, kwa sababu usipojifunza Kristo huwezi ukawa kama Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.